Kwa maana kwa matunda yake mti utambulikana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba tazama mtumishi wangu niliyemteua. Bwana Yesu asifiwe. Tazama mtumishi wangu niliyemteua. Yesu aliteuliwa kwa ajili ya kufa msalabani kwa ajili ya sisi tupate uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya sisi tupate kuurithi ufalme wa Mungu, ni lazima mmoja ajitolee nafsi yake, afe kwa ajili ya wengine hao, ili wengine katika maisha yao yapate kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba tazama mtumishi wangu niliyemteua, mpendwa wangu, moyo wangu, aliyependezwa naye, nitatia roho yangu juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atatia roho yake ndani yangu, ili nikaweze kusimama mbele yenu na kuwatangazia habari hii njema ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi simama hapa ikiwa Bwana hajanitia roho yake. Sina uhakika wa kusema ya kwamba Bwana anaweza nena na kila mmoja, lakini atakapotia roho yake ndani yako, wewe unafanyika mwana ndani ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanyika mwana ndani ya ufalme wa Mungu, Mungu anadhihirisha kitu ndani yako, na wewe unafanyika kuwa mwangaza kwa wengine. Unaachilia mwangaza kwa wengine kwa sababu nuru ya Bwana ama roho ya Bwana inakaa ndani yako. Ndio unapata yule mtu anakuja kwako kwa ajili ya msaada, kwa sababu nuru ya Bwana ama roho ya Bwana inakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anatia mtu mafuta, anaachilia roho ya Bwana ndani yako. Maandiko yanasema ya kwamba, na Yesu akasema ya kwamba, akasoma kitabu cha Isaya 61, akasema ya kwamba na roho ya Bwana hii juu yangu, kwa maana amenitia mafuta nikawahubiria waliofungwa kufunguliwa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Na amenituma kuhubiri injili njema, habari njema ya Mungu. Nami nimetumwa hapa kuhubiri habari njema ya Yesu Kristo kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Wala naamini ya kwamba hakuna yeyote aliyeingia katika ufalme wa Mungu na akatoka jinsi alivyo. Hakuna yeyote aliyeamini Kristo maisha yake yakabaki jinsi ilivyo. Hakuna yeyote aliyebadilisha mahusiano yake na wanadamu akaweka na Mungu, agano na Mungu, maisha yake akawa jinsi ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu akafanya agano na Mungu na maisha ya Abrahamu ikabadilika. Yakobo vile vile akafanya agano na Mungu, akafanya vile agano ya Mungu na yeye, akachukua lile jiwe na akachukua miti na akaweka mahali pale, na akasema, Bwana, utakaponibariki nami sitakusahau, nitajenga madhabahu yangu mahali hapa. Mahali hapa kuna Mungu. Bwana asifiwe. Yakobo anamwahidi Bwana, kabla Yakobo aendelee na safari yake kuelekea kwa mjomba wake Labani, alifanya agano kwanza yeye na Mungu. Je, katika maisha yako kuna agano gani uliyefanya na Mungu wako? Ni nini ambacho umekifanya na Mungu wako? Mwanamke Hana anafanya agano na Mungu. Anamwambia Mungu, ukinibariki na kijana na mtoto mwanaume, nami nitakutolea. Tayari ni agano na ahadi ambaye Mungu alimpatia Hana. Bwana asifiwe. Na Hana alipotimiziwa